Ndio, mimi nikiwa kama mkurugenzi na meneja wa Mteule TV. Nimetokea jijini Shinyanga. Nimesikia kwamba wewe una uwezo na una kipaji ambacho hicho kipaji huenda ikawa ni fursa kwangu pamoja na kwako, endapo kama mimi na wewe tukishirikiana kuvikuza kipaji, hatimaye ukaweza kuonyesha vitu vyako kwa wananchi, hatimaye ukaweza kupata support. Hivyo ndo maana nimeona mimi nikutembelee kama meneja wa Mteule TV, ili tutumie Mteule TV kusambaza kipaji chako na huenda ukapata wadhamini au hata wewe ukawa fursa kwangu. Je, unaweza ukanidhibitishia vipi kama kweli wewe una uwezo wa kutofasiri chochote kwa Kichina? Kwanza nashukuru Mteule TV kwa kunitembelea katika maeneo yangu. Mimi naweza nikasema kwamba uwezo huo ninao, kwa sababu hata kama ulivyokuwa umejieleza kwamba umetoka Shinyanga, kwa Kichina tunaweza tukasema kwamba Shinjuo da Hina, Shinji Chai Juo da Hin, Shinyanga tu Onsha, Shauri Inshi. Yani umefika hapa katika himaya yangu kuja kuniona mimi, kunihoji ili upate kipaji nilicho nacho. Kwa Kichina ndio hivyo. Sawa. Nitakuuliza maswali kadha wa kadha, kama labda kifano unaweza ukanitangazia hata mpira kwa Kichina, au ukanifafanulia labda kwamba kama goli la juzi lilofungwa na Chelsea huwa kwamba ile goli alilofunga linaitwa goli gani kwa Kichina? Naweza. Shinjuo da Hin da Jin awa yao din Qian, Shanjuo da Hin zhang, Panzu gai Juo da Hin ya da Hin, Hinji da ya, Kujo awa Juo da Chao Shinjuo te, Shuo de Anchester ya Bushi Guaish. Hiyo ndio tafasiri ya goli lilivyofungwa kwa Kichina. Ndio. Naona swali langu umelijibu vizuri, ndio nashukuru. Na bado tunaendelea kuhojiana. Ndugu unaifuatilia Mteule TV, bado ninaye hapa anayejiita ni Mchina Bandia. Ndio nimefika kwake kwenye himaya yake, ndivyo tunazidi kuhojiana maswali ili mimi na yeye tujue tunakuza vipi kipaji na hatimaye tuweze kuokoa hata taifa la kesho, hata wengine ambao wanahitaji kuwa na wenye vipaji, wanaohitaji wa kushikwa mkono. Mteule TV tuna uwezo wa kukurushia habari yako au kutangaza, mimi na wewe kutangaza biashara yako na ukaonwa na watu wengi. Tuseme unaweza ukaonwa na dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu ni kitu kitakachofanyika mbele ya halaiki ya watu na kukirusha mtandaoni, na kila mtu atakayeingia anaweza akakipata. Ndio. Wewe aliyegundua hiki kipaji, unaweza ukaniambia aliyegundua kipaji chako, au wewe mwenyewe ndio ulijigundua kwamba mimi nina kipaji cha kufanya hivi? Kwanza nilikigundua kipaji changu kipindi bado niko sekondari. Ndio. Ambacho kwa kweli nilikuwa na uwezo wa kuteka wanafunzi wenzangu wananisikiliza naongea Kichina, labda kama Rais Hu Jintao wa China, labda Barack Obama kipindi kile, na watu wakawa wananiambia kwamba una kipaji. Ndio. Unaweza ukanipata hotuba moja ya Hu Jintao au Barack Obama akiwa anahutubia sehemu yoyote ya mhadhara? Mimi ninakupa hotuba moja ya Hu Jintao alipozuru katika bara la Afrika, hasa katika nchi ya Tanzania. Alisema, Dunjo Jinchai, Kinjo da Xiang, Xia de Inchi, Shuo da Inkai, Jinji Tanzania Chua da Xin, Finko. Nimefika katika nchi ya Tanzania na nimejionea maajabu. Tanzania imebarikiwa na imejawa na aina mbalimbali ya fursa. Kwa hiyo hata nikirudi katika bara la China, nitakuwa balozi mzuri kuwaleta katika wawekezaji katika bara la Afrika na Tanzania kwa ujumla. Kunjua da Shinji, Xiao de Shinji afaji, Shinji jua, Xia ati Hinkwa, Xiao ndia, Niwa da Xia. Kutokana na fursa mbalimbali ambazo nimeziona, mbuga za wanyama, rasilimali mbalimbali ambazo zipo katika bara la Afrika na Tanzania kwa ujumla, zimenivutia. Kwa kweli nitakuwa balozi mzuri, nitahamasisha na kuhakikisha wanakuja kuwekeza Tanzania. Ndio. Asante sana, mimi nashukuru kwa mahojiano tuliyofanya. Hivyo mimi hotuba nitairusha kwenye akaunti yangu, nitairusha kwenye media yangu ambayo inajulikana kama Mteule TV. Kwa yeyote yule anaingia YouTube anaweza search kwa jina la Mteule TV. Hivyo atakaye search, hata wewe mwenyewe kama una marafiki zako na watu wako wa karibu
wanahitaji kuangalia uwezo wa kipaji chako. Huenda walikuwa hawajagundua kwamba wewe ni nani na una uwezo upi, na unaweza ukafanya kipi, labda kutofasiri chochote kwa lugha ya Kichina. Waambie waandike Mteule TV, waambie wasisahau kusubscribe, kulike na kucomment, ili tuone ni namna gani tunaweza tukakufikisha mahali unapohitaji kufika. Mimi ni Mteule TV, naweza nikasema bye bye.